Kwa hiyo kazi kubwa ya mwili wa Kristo au kazi kubwa ya kanisa ni kufunua, ni kuwajulisha watu nini Yesu Kristo alichofanya kwa ajili ya mimi na yule na wewe. Injili yoyote ile inayohubiriwa ambayo haileti matumaini kwa yule aliyepoteza na kukata tamaa, injili yote inayohubiriwa ambayo inaleta hali ya hatia, hali ya hukumu, inamhukumu mtu ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, injili yote ile inayohubiriwa inayotengeneza hali ya uoga, hali ya hofu, siyo injili ambao Yesu Kristo anataka tuisikie na watu waikiri na kuiamini. Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita anazungumza na Wayahudi, wale Wayahudi walioamini. Anawaambia kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32, anasema mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kila aina ya makandamizo, kila aina ya kufungwa, kila aina ya utumwa katika ulimwengu wa roho, wa nafsi na roho na hata mwili, kwa kuifahamu kweli ya Kristo Yesu, kazi kamilifu. Yesu Kristo alikufa, siku ya tatu akafufuka, na kupitia yeye tumesamehewa dhambi, tumeponywa, tumewekwa huru. Kupitia hiyo kweli kuna uhuru mtu anaupokea katika ulimwengu wa roho, kwenye roho yake na kwenye nafsi yake. Anazungumza kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3, ukisoma kuanzia mstari wa 15 hadi wa 17. Mstari wa 15 anasema, sheria, torati ya Musa inaposomwa hata hivi leo, pazia linafunika mioyo ya watu. Utaji, pazia linafunika moyo wa watu. Lile pazia ambalo lilipasuka katikati saa 9 alasiri wakati Yesu Kristo anakata roho pale hekaluni, lilochanika katikati, ikimaanisha kwamba kupakaribia patakatifu patakatifu sio tu makuhani wakuu wataingia, bali kila atakayemwamini Yesu Kristo ana uwezo, ana access ya kukaribia Baba kwa roho moja. Amesema kwenye Waefeso sura ya 2, andika Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 na 18, kwa damu ya Yesu Kristo sisi tulikuwa mbali hapo awali, kwa damu yake leo tunamkaribia Baba. Tunayo njia ya kumkaribia Baba kwa roho mmoja. Lile pazia lililopasuka liliacha njia ya kila anayeamini, sio mitume na manabii, sio wainjilisti na walimu, sio makuhani tu, sio wachungaji. Kila atakayeamini anayo access, anayo njia ya kumkaribia Baba. Na njia ni nani? Yohana sura ya 14, andika mstari wa 6. Yesu Kristo amesema, mimi ni kweli, mimi ni uzima, mimi ndiyo njia. Kwa hiyo njia ya kumkaribia Baba ni nani? Ni Yesu Kristo. Kila atakayeamini anayo njia ya kumkaribia Baba. Amesema sheria, torati ya Musa inaposomwa, Wakorintho wa 2:3-15, utaji, pazia inafunika mioyo ya watu, wanashindwa kumuona Baba. Baba anashindwa kujifunua kwao. Mstari wa 17 anasema, Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 17, anasema Bwana ndiye Roho, na palipo na Roho wa Bwana hapo ndipo palipo na uhuru. Kokote Roho wa Kristo anapojifunua, kokote injili ya Yesu Kristo inapohubiriwa, wale wanaoisikia na kuiamini na kuikiri wanakuwa huru, wanawekwa huru. Injili yote ile ambayo inamfanya mtu kuendelea kukaa katika hali ya hatia, hali ya kuwa na hali ya kuto kustahili, wakati Kristo Yesu ameshatustahilisha, wakati Yesu Kristo ameondoa fadha zetu, amezichukua hatia zetu. Injili yote inayosababisha kumfanya mtu kujiona yeye ni mdhambi, wakati Yesu Kristo ametupa masamaha na ondoleo la dhambi. Injili yote ambayo inasababisha mtu anayeamini kuendelea kujiona kwamba yupo chini ya laana, injili hiyo ni injili ya torati, ni ya sheria ya Musa, ambayo kwa kuifuatisha mtu anashindwa kuwa huru, anakuwa chini ya vifungo na chini ya maangamizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema kwenye Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 15, anasema kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu,
tena bali mlipokea roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo roho twalia Aba, yaani Baba. Tumepokea neema ya wokovu au tumepokea roho ya Kristo, sio roho ya utumwa iletayo hofu. Roho wa Kristo ndani ya mtu ipo kwa ajili ya kutuweka huru. Palipo na roho wa Bwana, hapo pana nini? Pana uhuru. Haiwezekani upo kanisani, una neema ya wokovu, bado una hatia, bado una uchungu, bado una wasiwasi, una masononeko. Haiwezekani. Roho wa Kristo ni kwa ajili ya kufanyaje? Wa kutuweka huru, mbali na utumwa, mbali na makandamizo na uadui wa shetani ibilisi. Mtume Paulo anaandika kwenye nyaraka kwa Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hakutupa roho ya uoga, ametupa roho ya nguvu, ya upendo na ya roho ya kiasi. Alikuwa anamwambia mchungaji Timotheo kwamba usiache kuchochea kipawa chako ulichokipokea kwa kuwekewa mikono na mimi. Usimwonee Kristo haya kuwa ni shuhuda, shahidi wa Yesu Kristo. Tangaza Injili. Amesema kwa maana hatukupokea roho ya uoga, hatukupokea roho ya utumwa, bali roho ya upendo na nguvu na kiasi na ujasiri. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18, anasema katika pendo hamna hofu. Katika pendo la Mungu hamna nini? Hamna hofu, bali pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu. Injili ya pendo la Mungu, watu wanapojua nini Kristo alichofanya, namna gani Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, watu wanapoelewa, wanapojua ile injili ya pendo la Mungu, inaondoa hofu, inaondoa kila aina ya udhaifu na kila aina mateso na utumwa na adhabu kwenye maisha yetu. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1 anasema Kristo Yesu alituweka huru ili tupate uhuru. Simameni basi, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Yohana 1:17 anasema, kwa maana torati, sheria ya Musa ililetwa kwa mkono wa Musa, neema ambayo ni kweli ilikuja kupitia Yesu Kristo. Mpaka hivi leo sheria ya Musa inapokuwa imehubiriwa, watu hawamuoni Mungu. Inafunga. Sheria ya Musa inahukumu watu. Sheria ya Musa inawafanya watu kuendelea kujiona wapo chini ya hatia. Sheria ya Musa inafundisha kwamba kumkaribia Mungu lazima ufanye jitihada na sio kuamini, lazima ufanye jitihada. Sheria ya Musa ipo katika namna ya mtu anavyoonekana nje, haiangalii ndani. Waebrania andika, Waebrania sura ya 10 mstari wa 16 amesema katika agano hili jipya Mungu amesema ataziandika sheria za roho ndani ya mioyo ya watu, na sio kwenye tablet, sio kwenye mabango tena. Agano la kale walikuwa wanakusanywa kila mara, wanasomewa zile sheria 613 na zile amri 10 za Mungu kila mara baada ya muda fulani wakikumbushwa. Agano jipya sheria haziandikwi kwenye tablet. Agano jipya sheria Roho Mtakatifu anaziandika ndani ya mioyo ya watu. Kuna mtu mmoja anaongea naye, jamani wapendwa. Zinatubadilisha, zinatuonya, zinatufundisha kutokea ndani kuja nje. Sheria ya Musa ilikuwa inawatenga watu, ilikuwa inaweka watu mbali na uwepo wa Mungu, ilikuwa ina makatazo, ilikuwa ina masharti mengi. Lakini kweli neema ya Mungu ambayo ni kweli ipo kwa ajili ya kumweka mtu huru. Unachopaswa kuelewa ni kwamba Kristo Yesu alifanya kwa niaba yako. Wewe ni mnufaikaji. Amini na utapokea